tumerekodi kipindi cha jana kwa sababu za kimtandao. Kwa inshallah siku ya leo tutaanza brush kwa somo la jana, alafu kisha tutaendelea na somo la leo inshallah, na kipindi cha leo kitakuwa recorded inshallah biidhnillah. Basi inshallah moja kwa moja tuanze na darasa letu ambalo tunalo hapa inshallah biidhnillah tabaraka wa taala. Jana tulikuwa tunamalizia dhamma, siku ya jana, na siku ya leo insha Allah tutaimaliza kabisa na kufanya zoezi lile, alafu baada ya hapo tunaendelea na jana ilikuwa ni kasra, tunamalizia kasra, na leo tutamalizia na dhamma. Nadhani mnanisikia wanafunzi wote? Haya, okay. Basi kama mnanisikia alhamdulillah, tunaendelea. Jana tulikuwa kwenye herufi kuanzia shin. Tukasema herufi shin kama inavyoonekana, hii ni bad, alafu na ta kama inavyoonekana. Kwa tutapiga brush kidogo ili iwe kumbukumbu katika rekodi yetu. Shin kasra shi, shin kasra shi, ya fatha ya shia, ta fatha ta shia ta, ضاد كسر ضي را فتحة را ضاد كسر ضي راضي، يا فتحة يا راضية ضا كسر طي خاء فتحة خاء طا كسر طي خاطي، فاء فتحة فاء خاطفة. عين نقول herufi عين كسرة عين، واو فتحة و عي جيم فتحة جا عي وجا، فاء كسرة في خاء حاء فتحة حاء فاء كسرة في حافي، ضاد فتحة ضاء حافي ضاء، قاف كسرة قي باء فتحة باء قاف كسرة قي باقي، يا فتحة يا باقية. Hiyo herufi inajulikana kabisa na zinaonekana vizuri. Ba ina nukta moja chini, qaf kasra qi, ya mwisho ya malizia. Hii hapa herufi ni kaf kasra ki, ميم فتحة ما لام كسر لي مالي، كاف كسر كي مالكي، لام كسر لي عين فتحة ع لام كسر لي عالي، ميم فتحة ما عالم، ميم كسر مي أليف أمزة فتحة ميم كسر مي نون فتحة نا آمينة، نون كسر ني تا فتحة تا را فتحة را تارا، نون كسر ني تاراني، ها كسر هي شين فتحة شا ها كسر هي دال فتحة دا شاهدا، واو كسر وي واو فتحة و لام فتحة لا ولا، واو kasra wi walawi. Kwenye herufi ya mwisho ambayo ni ya kasra yi ya fatha ya dal fatha da ya da, ya kasra yi ya da yi. Hapo tutakuwa tumemaliza herufi ambazo zinaambatana na irabu aina ya
kasra, fatha kasra. Hii ni kasra. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nadhani tutakuwa tumemaliza kasra kama tunavyoona hapo. Tukienda kwenye zoezi. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum Assalamu warahmatullahi. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Samahani, kabla hatujafika kwenye zoezi, turudi pale kwenye kasra hapo, kwenye ha ambaye jana uligusia kidogo. Ndio. Namna ambavyo imebadilisha umbo, naomba uelezee tena kwa faida yangu, lakini pia na wale ambao pengine hawakubahatika kusikia jana. Okay. Hakuna shida. Kwenye he ile inayotokea kifuani. Ndio. Hii hapa. Yes. Shahida. Sasa. Yeah. Yes. Umeona hapa hii he zinakuwa kwenye sampuli mbili. Hii hapa ni he, lakini he hapa imekuja chini alafu haijapanda juu. Kwa hiyo imekuja chini alafu ikaendelea kwenda kuunganishwa pamoja na herufi dal. Lakini isikusumbue wakati utakapokutana nayo kwa katika usomaji. Ujue kwamba hii ni he, na ile nyingine ambayo inakuwa ziko za aina mbili, inakuwa ni imeshuka juu pamoja na chini, pia inakuwa ni he. Lakini hapa ni he tu kama inavyoonekana hapa, imeshuka chini ikapanda juu, alafu kuna kimwanya katikati. Hiyo nayo ni he. Usije ukachanganya na mimi. Sasa nyingine mimi inaweza kaa iko katika namna fulani. Usichanganye. Hii inakuwa ina upenyo na ina mwanya katikati, alafu juu haijapanda, imeenda moja kwa moja kuunganishwa na herufi ya dal. Hivyo basi ndugu zangu katika imani, tujue kuna ile he nyingine, inshallah nadhani tutakutana nayo pia huko mbeleni inshallah. Kwa hiyo kwa faida nyingine, brother amesema niweze kuwakumbushia hilo. Haya, kama tunavyoona hapa he hapa, si ndio? Hii hapa inaonekana vizuri. Kwa hiyo tuende na hiyo. Baada ya hapo inshallah tutaendelea na darasa letu. Hiyo ilikuwa ni brush kwa ajili ya jana na kwa ajili ya wale waliomiss jana, pia na kuhusiana na kipindi chetu kurekodiwa. Haya, tutamalizia zoezi jana watu walisoma alhamdulillah, lakini leo nitapita nayo mara moja ili tuweze kwenda na muda, tuendelee kwenye dhamma. Hili neno ni bibadanika. Ba kasra bi, ba fatha ba, biba, dal fatha da, bibada, nun kasra ni, bibadani, ka fatha ka, bibadanika, ta fatha ta, zal kasra zi, tara zi, ta fatha ta, zal kasra zi, ta zi, dal kasra di, ta zidi, wa fatha wa, alif hamza kasra i, wa i, dhal kasra di, wa idhi, ba kasra bi, fa fatha ta, bi tha, mim fatha ma, bi thama, ra. Okay, bi thama, ra kasra ri, bi thamari, ha kasra hi, bi thamarihi, kha fatha kha, shin kasra shi, khashi, ya fatha ya, khashiya, ba kasra bi, ain kasra i, bi'i, swad fatha swa, bi'i swa, mim kasra mi, bi'i swa mi, shin kasra shi, ya fatha ya, shiya, ain kasra i, no, shin kasra si, shin kasra shi, ain ya fatha ya, shiya, ain kasra i, shiya'i, ta fatha ta, qaf kasra ki, taqi, lam kasra li, alif hamza fatha a, li, ha fatha ha,
لأها با فتح بابا لأهبا لأهبا عين فتحة ع ميم فتحة ما عما لام كسر لي عملي عين فتحة ع ميم كسر مي عامي لام فتحة لا عاملة يا فتحة يا أليف همزة كسر إي نسمى همزة كسر إي يا إي سين فتحة سا يا إسا ببدنك تزيد وإذا بثمره خشية بعصم شيعي تعطي لأهب عملي عمل يائسا. Okay, tunaendelea na darasa la leo. Tukasoma jana alif hamza dhamma u ba dhamma bu ta dhamma tu sa dhamma thu ha jim dhamma ju ha dhamma hu kha dhamma khu dal dhamma du dal dhamma dhu ra dhamma ru zal dhamma zu سين ضم سو شين ضم شو سؤال ضم سو ضاد ضم ض طا ضم طو ضاد ضم ض عين ضم عو غين ضم غ فا ضم فو قاف ضم قو كاف ضم كو لام ضم لو ميم ضم مو نون ضم نو ه ضم هو واو ضم و ya dhuma yu. Okay, hiyo nilikuwa ni jana pia. Kwa hiyo leo tunaendelea darasa letu kwa hapa sasa. Alif hamza dhamma u alif hamza dhamma u fa kasra fi ufi ka fatha ka ufika. Tunasoma ni dhamma au dhamma, watu wengine wanaita ufika. khabutha خا فتحة خ با ضم بو خابو ثا فتحة ثا خابوثا. عرفنا فتى تطيعي تا ضم تو طا ضم طا كسر طي عين كسر عين تطيعي ثا ضم ثو نون فتحة نا را كسر ري ناري ثا ضم ثو نارث جيم ضم جو يا فتحة يا لام كسر لي يالي جيم ضم جو يالج حا ضم حا ضم حو شين كسر شي حوشي را فتحة را حوشي را خا ضم خو ميم ضم مو خومو سين فتحة سا خوموسا ها ضم هو خموسه دال ضم دو دال ضم دو با ضم بو رو نو سورو دو بو را فتحة را عفوا أستاذي اوكي akusikiliza Nasra. Nimeona afwan akuruhusu hapo. Umesema adabu ni du. Sahihi. Okay, naendelea. Dal dhamma du ba dhamma bu ra fatha ra dubura ha dhamma hu duburahu. Okay, alif hamza dhamma u ذال ضم ذو أذو نون ضم نون أذن را ضم رو أليف أمزة فتحة تا فتحة تا أتا ذال فتحة ذا أتا ذا را ضم رو أتا ذارو زال ضم زو
dha zal dhamma zu zu, ba dhamma bu bu, zubu, ra kasra ri zuburi. Ya sin, sin dhamma su su, ra dhamma ru, sin dhamma su rusu, lam dhamma lu rusulu, صاد ضم سو حا ضم حو سوحو، فا كسر في سوحو في، ضاد ضم ضو ضاد ضم ضو را كسر ري با فتح با ضربا ضربا. اوكي. طا ضم طو فا فتح فا طا ضم طو فاطو، با كسر بي فاطو بي، عين فتحة ع فاطو بي فاطو بي. اوكي sawa. Tunaendelea hapa, tunaendelea chini, lakini sitaki niwachanganye watu, zitakuwa nyingi sana. Tutarudia hii hapa, maana kuna muonekano mpya wa baadhi ya vitu. Haya, ufika, ufika. Angalia fa ilivyoungana na kafu. Tulisema kafu ikiwa mwisho vipi inaweza kuonekana, angalia ilivyoonekana. Ufika, angalia kafu, kuwa nayo makini ilivyo. Ufika. Okay, naona mkono. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustazi, mimi leo nilikuwa hata siingii, maana sipo vizuri sana, najisikia homa, lakini kuna maswali yangu nilikuwa nataka nikuulize, ndio maana nika. Ndio. Kwenye somo tulopita hapo juu. Ndio. Kwenye ha. Ha marbut. Ndio nilikuwa nataka niulize, maana pia kwa juu yake pia kuna ha. Ndio nilikuwa nataka muelekezo vizuri, hiyo ha inakuwa inageuka au inakuwaje? Okay, basi ngoja nimalize ufafanuzi, alafu inshallah swali litakuja mara baada ya kumaliza ufafanuzi inshallah. Malize kuchambua hii namna zinavyoonekana, alafu swali lije mwisho inshallah. Okay. Okay. Tunaendelea. Ufika. Khabutha. Angalia kha, angalia ba ilivyo hapa, angalia na tha. Khabutha. Hii nadhani inaeleweka vizuri. Tuti'i, tadhmatu ta kasrati tuti, ain kasra'i, tuti'i. Ishazoeleka, inafahamika vizuri, mtu akiangalia tu mara moja anajua hii ni tuti'i. Okay. Hii ni narithu, narithu, nun fathanna, ra kasrari, nari, ta dhammathu, narithu. Tha haijaungana na ra au ra haijaungana na tha, kwa ajili ra iko katikati ya herufi, haiwezi kuungana nayo hapa. Iko hapo. Okay. Swali lingine. Okay. Ana swali Aziz. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya sijui ni kwangu tu ubao utembei, yani naona kama umestaki sehemu moja. Okay. Kwa labda pengine changamoto unataka kwa upande wako. Aha. Kunisikia lakini unanisikia vizuri. Nasikia vizuri lakini naona kama au tembei ubao. Itakuwa labda ni mtandao. Basi inshallah. Okay, nimeona kuna swali lingine kwa mtu mwingine. Okay. Endelea. Haya. Yaliju. Angalia ya hapa ilivyo. Ya ilivyounganishwa na lam. Yaliju. Angalia jim ilivyojitegemea yenyewe ikiwa mwisho.
yaliju, lakini hii inaeleweka kabisa. Angalia lam ilivyo hapa, imepanda tu juu hapo, kwa hiyo imepresent herufi ya lam. Kwa hiyo elewa hivyo, usikariri, elewa hivyo. Okay, hushira hii ni maarufu kama sura al-Fatiha. Mtu akiangalia tu mara moja ajue hushira, haina complication yoyote. Okay, khumusahu, khumusahu. Umeona? Angalia khe na mim zilivyounganishwa. Na nini kitarajulisha hii ni khe? Ina nukta moja juu, lakini muundo wake ulivyochorwa. Okay? Angalia kha ilivyo. Umeona? Kha ilivyo na ina nukta yake. Kwa hiyo kha ilivyo alafu ikaja mim. Kasi inakuwa ina nukta hapa juu. Hiyo ndio nukta, alafu ikaja hivi. Alafu ikaja mim. Kwa hiyo ni khumusahu, alafu ikaja na he ikiwa mwishoni imefungwa. Nadhani hapo imeeleweka. Isikuchanganye. Isikuchanganye mwisho wa siku ukapata gagaziko hii ni herufi ya aina gani. Na hapa najaribu kukuonyesha kuna aina ngapi za he ukikutana nazo zikiwa mwisho au labda katikati. Unaona kama hii hapa imekuja mwisho, hii ni he, na huku pia kwenye duburahu hii pia ni he, lakini huko khumusahu pia ni he, huko duburahu pia ni he. Utakapokutana nazo ujue unawezaje kusoma. Na hii he ya hivi inaendana na herufi ambayo zinaungana. Umeona hii sin na he zinaendana. Umeona? Lakini hii sin ikikutana na re alafu mwisho inatakiwa iwe he. Yaani kama ni re ikawa ni dal, ya mwisho inatakiwa ni he, lazima ije ifungwe kama hiyo. Kwa hiyo huwezi kuweka he kama hii khumusahu, huwezi kuweka he ya namna hii alafu nyuma yake ukaja herufi kama dal labda re, inakuwa ni ngumu sana kuweza kuipata. Lazima ije he kama hii duburahu ambayo ni he marbuti ya duara. Okay, khumusahu. Angalia khe ilivyo, muundo wake ina nukta moja juu, mim kama ilivyo zilivyounganishwa. Okay, duburahu, dal dhamma du, ba dhamma bu, ra fatha ra, dubu ra, ha dhammahu, duburahu. Hii isingeweza kuungana na re, kwa ajili re hapa inajitegemea yenyewe. Kwa mbele herufi ikija lazima ijitegemee yenyewe, huwezi kuungana na re. Okay, udhunu, atadha, atadharu, atadharu, hii ni rahisi. Zuburi, hii ni rahisi. Zuburi, zuburi, hii ni rahisi. Rusulu, rusulu, rusulu. Angalia sin ilivyoungana na lam, hiyo pia ni rahisi. Suhufi, suhufi, angalia zilivyoungana. Suhufi, suhufi. Angalia swad, angalia he. Suhufi zilivyoungana. Swad angalia ilivyokatwa alafu kaja na moja alafu kaja he mbele yake. Na fa ilivyo. Suhufi alafu kaja dhuriba, ضاد ضمض را كسر الري، ذوري با فتح باء باء، ذوريبا. فطوبع، فطوبع. hii ni maarufu pia, nadhani mtu akiona anaelewa tu. Fatubi'a, fatubi'a, haina complication yoyote. Fatubi'a. Naam, ndugu zangu katika imani, tuishia hapo kwa leo. Nadhani kesho tutamaliza hii hapa na tutaingia kwenye exercise. Haina vitu vingi sana.
alafu baadaye tutaingia kwenye vowels nyingine. Kwa kesho tutamaliza dhamma na zoezi lake, alafu kesho kutwa inshallah tutaingia kwenye kitu kingine biidhnillah taala. Okay, nije kwenye maswali ambayo yameulizwa. Swali la kwanza liliulizwa na dada yetu, amesema ile he hajaielewa. He, kuna he ya kwanza iko hivi, labda imeungana na mimi. He ya kwanza inakuwa iko hivi, labda imeungana na he huko mbele, hiyo ni he ya kwanza. Au labda he ya kwanza inakuwa iko hivi, hiyo ni he. Kwa hiyo ikiandikwa, labda tuseme unaandika hana, hana, andikaje? Umeona? Hataki, hataki, hiyo ni he ya kwanza. Taki, weka nukta mbili, hataki. Lakini he umeielewa hapa ilivyo, au unaweza ukaandika hivi, yani hivi he. Umeona? Hiyo ni he ya kwanza. Lakini baada ya he hii hapa, au utajua mwenyewe utakavyoanza. Hiyo ni he ya kwanza, nadhani imeeleweka. He nyingine labda tunasema unaweka hima, au labda humu, au unaandika jahima, jahima. He nyingine inakuwa imeenda hivi, imeenda hivi. Umeona? Inakuwa hivi, imeenda hivi. Lakini inakuwa ni ngumu kidogo kuandika kwa kawaida, lakini inakuwa hivi. Samahani ustazi, kwenye shahida, kwenye shahida hiyo hapo kuna he, ndo nilikuwa nauliza, maana hiyo nyingine tayari ishaelekeza kwa chini, nimeona. Maana nilifanya kwenye shahida, somo linalofuata hapo juu. Shahida. Naam, hiyo hapo. Hii ni he, hii ni he tu kama he ile nyingine. Sema hii he ya namna hii inakuwa ni ya namna yake kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo anakuonyesha tu hapo kuna aina mbalimbali za he, kwamba ukikutana nayo pia hii ni he. Shahida nayo pia nayo ni he. Kwa hiyo isikusumbue wasema hii ni aina gani. Kwa hiyo anaweza kaandika hii hapa, anaweza kaandika ile nyingine. Na alikuwa na uwezo kuandika ile nyingine, lakini hapa ametolea mfano huu ili uweze kujua kwamba hata hii pia ni aina nyingine ya he. Kwa maana hiyo kuna vitabu vinakuwa vimeandikwa hivyo kwenye au kuna vitabu hata kwenye Qur'ani, kwenye masafu unaweza kukutana na hiyo he, au kuna ile aina nyingine ya he. Nyingine swali. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Sijui kama ni observation yangu au labda ni kama ulivyotoa maelezo. Lakini ukiangalia ile he ya kwanza ndio imejitokeza kwenye fata, alafu na hii kwenye kasra ndio imekuja he ya kushuka chini hivi. Sasa sijajua kama hiyo ndio inatofautisha au hata kwenye kasra unaweza kukuta ile he ya kwanza, lakini tulivyosoma kwenye fata unakuta ndo kuna ile he ambayo imebadilisha muundo wa juu chini, alafu kwenye kasra imeshuka kama inavyoonekana hapo. Niko najaribu kuangalia kama hiyo ndio inaweza ikawa ni tofauti au ndivyo kama ulivyotoa maelezo awali kwamba at any time inaweza ikawa na haya maumbo mawili, aidha ile ya kwanza au hii ya pili. Okay. Hiyo tu ni maumbo, ni aina ya maumbo. Kwa hiyo wanaweza kaandika hii hapa au wanaweza kaandika ile kule, au pia hata kwenye maandiko yako au maandishi yako unaweza kupata urahisi wa ipi ambayo unaimudu ili uweze kuiandika kwa moja au namna nyingine. Kwa hiyo unaweza kaandika hii hapa ya hivi,
au unaweza kaandika hiyo ya hivi. Ni aina tu za he ambazo ziko. Na pia kuandika hivi pia ni wewe pia kuweza kufahamu hiyo ni aina gani ya herufi, na tunaweza kufahamu pia hiyo ni he. Lakini tutaona kwa mbele tunavyozidi kusoma, tutaona je, kwenye kasra inatokea he na hii pia, au hata pia kwenye fatha inaweza kuwa ni he ya namna hiyo. Lakini ninachofahamu hiyo ni aina he ambayo tunayo pia. Kwa utakapokutana nao pia katika usomaji wako, basi unaweza kujua hiyo ni he. Na swali lingine, swali lingine, sijui dada amenielewa? Ndio ustazi, nimekuelewa. Asante. Basi mashaallah, kama umeelewa basi tutazidi kuangalia huko mbele pia hiyo he ya kama itapia tena kwenye kasra, basi tutapata kufahamu kwamba ni aina gani ya he kwa wakati gani imeweza kutokea sehemu kama hiyo, inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala. Okay, pia tunazidi kusisitiziana katika utumaji wa sauti kule ili ziweze kurekebishwa. Lakini mashaallah watu wanajitahidi kadri Allah anavyowajalia. Pia kwa wababa pia nahimiza biidhnillahi taala, jitahidini muweze kutuma sauti ili wasaa ukipatikana ziweze kusikilizwa, mara baada ya hapo ziweze kuwekwa sawa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, leo tu okay, Juma Joseph, ya swali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidhani kama ilikuwa ni swali, lakini ilikuwa ni jana kwa kuna ombi la kitabu kitumu. Kwa kitabu kitumu. Okay, inshallah basi leo nitajitahidi kuweza kukituma inshallah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa kweli nikupongeze tu leo katika muonekano, leo hapo muonekana vizuri. Hii kamera ya leo mzuri. Hongera. Mashaallah, shukran jazila, barakallahu fiki. Mwalimu umehamia mjini? Umehamia mjini? Maana uliahidi kuhamia mjini. Nimehamia mjini. Inshallah tazidi kuonekana vizuri inshallah biidhnillah. Hongera sana. Okay, shukran. Shukran sana. Haya, darasa inshallah na kitabu nitatuma inshallah. Ali, na naona swali, kuna dada yangu anauliza huko, anasema amenifurahisha pia, nimecheka. Ustazi, naomba unieleweshe hii iliyokaa kama kinu, bado sijaelewa. Kuna herufi imekaa kama kinu, dada yangu naomba kuifahamu inshallah. Nimefurahi. Haya, Ali, swali. Naam. Okay, dada yangu anauliza kuna herufi imekaa kama kinu. Sasa sijajua herufi ipi. Nun au herufi ipi imekaa kama kinu? Sema kuna herufi kama imekaa kama kinu. Hebu naomba mnifahamishe, labda pengine na nyinyi mnaifahamu. Labda anaizungumzia nini ile lam. Lam.
lamu ile hapa nafahamu, yenye mkunjo wa chini. Maana nungu lamu alif. Lamu alif. Hebu tuione lamu alif. Hapa kwenye zoezi letu kwenye zoezi letu lamu alif ndio iko hapa. Hapa liahaba. Kwa ni lam. Hapa kuna lam moja lakini kuna alif. Lam iliungana na alif. Okay. Inaandikwaje? Ngoja niwaonyeshe. Lam alif ikaja hivi. Kwa kuna lam kaja alif. Umeona? Kulikuwa kuna lam hapa alafu ikaja na alif. Ikaja lam alif kama inavyoonekana hapa. Ina maana kuna lam alafu ikaja alif. Kwa hiyo lam alif. Lam alif. Kwa hiyo lam hawajamalizia. Umeona hawajamalizia. Malizie ikaja ikakunja ikaja. Kwa hiyo inakuwa ni lam alif. Lam alif. Lam kasra li alafu inakuja alif, hamza fatha li ha fatha li ba fatha ba li ba. Okay, nadhani itakuwa nimemjibu kama sijakosea. Ustadhi itakuwa ya imekaa kama kinu, basi ni ya hapa. Okay, kuna ya, kuna nun, zote zimekaa katika mfumo wa hivi. Ustadhi, hapo kwenye lamu alif, kwa mfano kama ni sehemu unaweza ukakuta alifu ndo imeanza alafu lamu inafuata, yaani neno linaweza likawa kwa hivyo. Kuna sehemu inaweza ikawa iko imekuja alifu alafu ikaja lam, lakini inategemea likaungana au inategemea sasa hapo ni aina gani ya lam, ni lam alif au lam ya kawaida. Lakini kwenye kitabu chetu hichi sidhani kama tulikuwa tuna lam alif au tulikuwa tuna lam tu. Hichi kitabu chetu tukirejea tunaona tuna lam alif. Sisi tuna lam tu basi ambayo haijawekewa alif. Kwa katika mafunzo huko katika nyongeza huko mbele ndio tunaanza kuna lam yenye alif ambayo imeungana na alif. Lakini huko mbele tutaona zaidi kama inaweza kutangulia alif alafu ikaja lam, tutaona zaidi, lakini kwenye matamshi, kwenye maneno inaweza ikawepo labda pengine. Okay. Barakallahu fi. Okay, naomba inshallah tuishie hapo kwa leo. Mpaka kesho tena Allah atakapojalia inshallah tuendeshe kipindi chetu. Shehe wangu sijamuona Shehe Yakubu vipi? Basi brother yako ni kipindi cha jana kwa sababu za kimtandao. Kwa inshallah siku ya leo tutaanza brush kwa somo la jana, alafu kisha tutaendelea na somo la leo inshallah, na kipindi cha leo kitakuwa recorded inshallah biidhnillah. Basi inshallah moja kwa moja tuanze na darasa letu ambalo tunalo hapa inshallah biidhnillah tabaraka wa taala. Jana tulikuwa tunamalizia dhamma, siku ya jana, na siku ya leo insha Allah tutaimaliza kabisa na kufanya zoezi lile, alafu baada ya hapo tunaendelea na jana ilikuwa ni kasra, tunamalizia kasra, na leo tutamalizia na dhamma. Nadhani mnanisikia wanafunzi wote. Haya,
Okay, basi kama mnanisikia alhamdulillah, tunaendelea. Jana tulikuwa kwenye herufi kuanzia shin. Shin tukasema herufi shin kama inavyoonekana, hii ni bad alafu na ta kama inavyoonekana. Kwa tutapiga brush kidogo ili iwe kumbukumbu katika rekodi yetu. Shin kasra shi shi, shin kasra shi shi, ya fatha ya shia, ta fatha ta shia ta, ضاد كسر ضي ضي، راء فتحة راء ضاد كسر ضي راضي، يا فتحة يا راضية راضية، طا كسر طي خاء فتحة خاء طا كسر طي خاطي، فاء فتحة فاء خاطفة، عين نقول herufi عين، عين كسرة عين، واو فتحة و جيم فتحة جا عوجا، فاء كسرة في خاء حاء فتحة حاء، فاء كسرة في حافي، ضاد فتحة ضاء حافي ضاء، قاف كسرة قي، باء فتحة باء، قاف كسرة قي باقي، يا فتحة يا باقية. Hiyo herufi inajulikana kabisa na zinaonekana vizuri. Ba ina nukta moja chini, qaf kasra qi, ya mwisho namalizia. Hii hapa herufi ni kaf, kaf kasra ki, mim fatha ma, lam kasra li mali, kaf kasra ki maliki, lam kasra li, ain fatha a, lam kasra li ali, mim fatha ma علم، ميم كسر مي أليف أمزة فتحة ميم كسر مي نون فتحة نا آمينة، نون كسر ني تا فتحة تا را فتحة را تارا، نون كسر ني تاراني، ها كسر هي شين فتحة شا ها كسرة هي، دال فتحة دا شاهدة، واو كسرة وي، واو فتحة و لام فتحة لا ولا، واو كسرة وي ولا وي. Kwenye herufi ya mwisho ambayo ni ya kasra yi, ya fatha ya dal fatha da ya da, ya kasra yi ya da yi. Hapo tutakuwa tumemaliza herufi ambazo zinaambatana na irabu aina ya kasra, fatha kasra. Hii ni kasra. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nadhani tutakuwa tumemaliza kasra kama tunavyoona hapo. Tukienda kwenye zoezi. Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Samahani, kabla hatujafika kwenye zoezi turudi pale kwenye kasra hapo, kwenye ha ambaye jana uligusia kidogo. Ndio. Namna ambavyo imebadilisha umbo, naomba uelezee tena kwa faida yangu, lakini pia na wale ambao pengine hawakubahatika kusikia jana. Okay. Hakuna shida. Kwenye he ile inayotokea kifuani. Ndio. Hii hapa. Yes. Shahida. Sasa. Yeah. Yes. Umeona hapa hii he
zinakuwa kwenye sampuli mbili. Hii hapa ni he, lakini he hapa imekuja chini alafu haijapanda juu. Kwa hiyo imekuja chini alafu ikaendelea kwenda kuunganishwa pamoja na herufi dal. Lakini isikusumbue wakati utakapokutana nayo katika usomaji. Ujue kwamba hii ni he, na ile nyingine ambayo inakuwa ziko za aina mbili, inakuwa ni imeshuka juu pamoja na chini, pia inakuwa ni he. Lakini hapa ni he tu kama inavyoonekana hapa, imeshuka chini ikapanda juu, alafu kuna kimwanya katikati. Hiyo nayo ni he. Usije ukachanganya na mim. Sasa nyingine mim inaweza kaa iko katika namna fulani. Usichanganye. Hii inakuwa ina upenyo na ina mwanya katikati, alafu juu haijapanda, imeenda moja kwa moja kuunganishwa na herufi ya dal. Hivyo basi ndugu zangu katika imani, tujue kuna ile he nyingine, inshallah nadhani tutakutana nayo pia huko mbeleni inshallah. Kwa hiyo kwa faida nyingine, brother amesema niweze kuwakumbushia hilo. Haya, kama tunavyoona hapa he hapa, si ndio? Hii hapa inaonekana vizuri. Kwa hiyo tuende na hiyo. Baada ya hapo inshallah tutaendelea na darasa letu. Hiyo ilikuwa ni brush kwa ajili ya jana na kwa ajili ya wale waliomiss jana, pia na kuhusiana na kipindi chetu kurekodiwa. Haya, tutamalizia zoezi jana watu walisoma alhamdulillah, lakini leo nitapita nayo mara moja ili tuweze kwenda na muda, tuendelee kwenye dhamma. Hili neno ni bibadanika. Ba kasra bi, ba fatha ba, biba, dal fatha da, bibada, nun kasra ni, bibadani, ka fatha ka, bibadanika, ta fatha ta, zal kasra zi, tara zi, ta fatha ta, zal kasra zi, ta zi, dal kasra di, ta zidi, wa fatha wa, alif hamza kasra i, wa i, dhal kasra di, wa idhi, ba kasra bi, ثا فتحة ثاء بيثا ميم فتحة ما بيثاما راء وجنما. اوكي، بيثاما راء كسر ري بيثاماري، ها كسر هي بيثاماريه، خا فتحة خا شين كسر شي خاشي، يا فتحة يا خاشية، با كسر بي عين كسر عي بيعي، صاد فتحة صا بيعي صا، ميم كسر مي بيعي صا مي، شين كسر شي يا فتحة يا شيا، عين كسر عي نو، شين كسر سي شين كسر شي، عين يا فتحة يا شيا، عين كسر عي شياعي، تا فتحة تا قاف كسر كي تاقي، لام كسر لي أليف أمزة فتحة لي ها فتحة ها لي با فتحة با لي با، عين فتحة ميم فتحة ما عما، لام كسر لي عملي، عين فتحة ميم كسر مي عامي، لام فتحة لا عاملة، يا فتحة يا أليف همزة كسر إي، نسمى همزة كسر إي يا إي، سين فتحة ساسا يا إسا، ببدانك تزيدي، وإذا بثماره خشية، بعصوامي شيعي تعطي لأهب عملي عمل يائسا. Okay, tunaendelea na darasa la leo. Tukasoma jana
alif hamza dhamma u ba dhamma bu ta dhamma tu sa dhamma thu ha jim dhamma ju ha dhamma hu kha dhamma khu dal dhamma du ذال ضم ذو را ضم رو زال ضم ذال زال ضم زو سين ضم سو شين ضم شو سؤال ضم سو ضاد ضم ض طا ضم طو ضاد ضم ض عين ضم عو غين ضم غو فا ضم فو قاف ضم قو كاف ضم كو لام ضم لو ميم ضم مو نون ضم نو ه ضم هو واو ضم و يا ضم يو okay. Hiyo nilikuwa ni jana pia. Kwa hiyo leo tunaendelea darasa letu kwa hapa sasa. Alif hamza dhamma u alif hamza dhamma u fa kasra fi ufi ka fatha ka ufika. Tunasoma ni dhamma au dhamma watu wengine wanaita ufika. Khabutha kha fatha kha ba dhamma bu khabu tha fatha tha khabutha. Alafu inafuata tuti'i ta dhamma tu ta dhamma ta kasra ti tuti ain kasra ain tuti'i ثا ضم ثو نون فتحة نا را كسر ري ناري ثا ضم ثو نارث جيم ضم جو يا فتحة يا لام كسر لي يالي جيم ضم جو يالج حا ضم حو حا ضم حو شين كسر شي حوشي را فتحة را حوشي را خا ضم خو ميم ضم مو خومو سين فتحة سا خوموسا ها ضم هو خوموسا دال ضم دو دال ضم دو با ضم بو رو نو سورو دو بو را فتحة را عفوا أستاذي اوكي akusikiliza Nasra. Nimeona afwan akuruhusu hapo. Umesema adabu ni du. Sahi. Okay, naendelea. Dal dhamma du ba dhamma bu du ra fatha ra dubura ha dhamma hu duburahu. Okay. Alif hamza dhamma u dal dhamma du nun dhamma nu udhunu را ضم رو أليف أمزة فتحة تا فتحة تا ذال فتحة ذا أتا ذا را ضم رو أتا ذارو زال ضم زو ذا زال ضم زو با ضم بو زوبو را كسر ري زبوري ياسين سين ضم سو را ضم رو سين ضم سو روسو لام ضم لو رسول صاد ضم سو حا ضم حو سوحو فا كسر في سوحو في ضاد ضم ضو ضاد ضم ضو را كسر ري با فتح با ضرب اوكي طا ضم طو فا فتح فا طا ضم طو فاطو با كسر بي فاطو بي عين فتحة ع فاطو بي اوكي sawa. Tunaendelea.
hapa tunaendelea chini, lakini sitaki niwachanganye watu, zitakuwa nyingi sana. Tutarudia hii hapa, maana kuna muonekano mpya wa baadhi ya vitu. Haya, ufika. Ufika, angalia fa ilivyoungana na kafu. Sema kafu ikiwa mwisho vipi inaweza kuonekana? Angalia ilivyoonekana. Ufika, angalia kafu, kuwa nayo makini ilivyo. Ufika. Okay, naona mkono. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustazi, mimi leo nilikuwa hata siingii, maana sipo vizuri sana, najisikia homa, lakini kuna maswali yangu nilikuwa nataka nikuulize, ndio maana Ndio. Kwenye somo tuliopita hapo juu. Ndio. Kwenye ha marbut, ndio nilikuwa nataka niulize, maana pia kwa juu yake pia kuna ha. Ndio nilikuwa nataka muelekezo vizuri, hiyo ha inakuwa inageuka au inakuwaje? Okay, basi ngoja nimalize ufafanuzi, alafu inshallah swali litakuja mara baada ya kumaliza ufafanuzi inshallah. Malize kuchambua hii namna zinavyoonekana, alafu swali lije mwisho inshallah. Okay. Okay. Tunaendelea. Ufika. Khabutha. Angalia kha, angalia ba ilivyo hapa, angalia na tha. Khabutha. Hii nadhani inaeleweka vizuri. Tuti'i, tadhmatu ta kasrati, tuti ain kasra'i, tuti'i. Ishazoeleka, inafahamika vizuri, mtu akiangalia tu mara moja anajua hii ni tuti'i. Okay, hii ni narithu. Narithu, nun fathanna, ra kasrari, nari, ta dhammathu, narithu. Tha haijaungana na ra au ra haijaungana na tha, kwa ajili ra iko katikati ya herufi, haiwezi kuungana nayo hapa. Iko hapo. Okay. Swali lingine. Okay. Ana swali Azizi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya sijui ni kwangu tu ubao wa utembei, yani naona kama umestaki sehemu moja. Okay. Kwa labda pengine changamoto unataka kwa upande wako. Aha. Kunisikia lakini unanisikia vizuri. Nasikia vizuri lakini naona kama au tembei ubao. Itakuwa labda ni mtandao. Basi inshallah. Okay, nimeona kuna swali lingine kwa mtu mwingine. Okay. Endelea. Haya. Yaliju. Angalia ya hapa ilivyo. Ya ilivyounganishwa na lam. Yaliju. Angalia jim ilivyojitegemea yenyewe ikiwa mwisho. Yaliju. Lakini hii inaeleweka kabisa. Angalia lam ilivyo hapa. Imepanda tu juu. Kwa hiyo imepresent herufi ya lam. Kwa hiyo elewa hivyo, usikariri, elewa hivyo. Okay. Hushira. Hii ni maarufu kama sura al-Fatiha. Mtu akiangalia tu mara moja ajue hushira, haina complication yoyote. Okay. Khumusahu. Umeona? Angalia khe na mim zilivyounganishwa. Na nini kitarajulisha hii ni khe? Ina nukta moja juu, lakini muundo wake ulivyochorwa. Okay? Angalia kha ilivyo. Umeona? Kha ilivyo na ina nukta yake. Kwa hiyo kha ilivyo alafu ikaja mim.
Khasi inakuwa ina nukta hapa juu. Hivi ndio nukta, afu ikaja hivi. Nafika jamii. Huyo ni khumusahu, alafu ikaja na he ikiwa mwishoni imefungwa. Nadhani hapo imeeleweka. Isikuchanganye. Isikuchanganye mwisho wa siku ukapata gagaziko hii ni herufi ya aina gani. Na hapa najaribu kukuonyesha kuna aina ngapi za he ukikutana nazo zikiwa mwisho au labda katikati. Unaona kama hii hapa imekuja mwisho, hii ni he, na huku pia kwenye duburahu hii pia ni he, lakini huko khumusahu pia ni he, huko duburahu pia ni he. Utakapokutana nazo ujue unawezaje kusoma. Na hii he ya hivi inaendana na herufi ambayo zinaungana. Umeona hii sin na he zinaendana. Umeona? Lakini hii sin ikikutana na re alafu mwisho inatakiwa iwe he. Yaani kawa ni re, ikawa ni dal, ya mwisho inatakiwa ni he, lazima ije ifungwe kama hiyo. Kwa hiyo huwezi kuweka he kama hii khumusahu, huwezi kuweka he ya namna hii alafu nyuma yake ukaja herufi kama dal, labda re, inakuwa ni ngumu sana kuweza kuipata. Lazima ije he kama hii duburahu ambayo ni he marbuti ya duara. Okay. Khumusahu, angalia khe ilivyo muundo wake, ina nukta moja juu, mim kama ilivyo zilivyounganishwa. Okay. Duburahu, dal dhamma ba dhamma ra fatha ra dubu ra ha dhammahu duburahu. Hii isingeweza kuungana na re. Kwa ajili re hapa inajitegemea yenyewe. Kwa mbele herufi ikija lazima ijitegemee yenyewe, huwezi kuungana na re. Okay. Udhunu, atadharu ini rahisi. Zuburi ini rahisi. Zuburi ini rahisi. Rusulu, angalia sin ilivyoungana na lam, hiyo pia ni rahisi. Suhufi, angalia zilivyoungana. Suhufi, angalia swad, angalia he. Suhufi zilivyoungana. Swad angalia ilivyokatwa alafu kajana moja alafu ikaja he mbele yake. Na fa ilivyo. Suhufi alafu ikaja dhuriba, ضاد ضمض را كسر الري ذوري با فتح باء ذوريبا. فطبيعة hii ni maarufu pia, nadhani mtu akiona anaelewa tu. Fatubi'a haina complication yoyote. Fatubi'a. Naam, zangu katika imani tunatuishia hapo kwa leo. Nadhani kesho tutamaliza hii hapa na tutaingia kwenye exercise. Haina vitu vingi sana. Alafu baadaye tutaingia kwenye vowels nyingine. Kwa kesho tutamaliza dhamma na zoezi lake, alafu kesho kutwa inshallah tutaingia kwenye kitu kingine biidhnillah taala. Okay? Nije kwenye maswali ambayo yameulizwa. Swali la kwanza liliulizwa na dada yetu. Amesema ile he hajaielewa. He. Kuna he ya kwanza iko hivi. Labda imeungana na mimi. He ya kwanza inakuwa iko hivi. Labda imeungana na he huko mbele. Hiyo ni he ya kwanza. Au labda he ya kwanza inakuwa iko hivi. Hiyo ni he. Kwa hiyo ikiandikwa labda tuseme unaandika hana. Andikaje? Mwana? Hataki. Hiyo ni he ya kwanza.
ki, weka nukta mbili, ha, ta, ki. Lakini he umeielewa hapa ilivyo, au unaweza ukaandika hivi, yani hivi he. Umeona? Hiyo ni he ya kwanza. Lakini baada ya he hii hapa, au utajua mwenyewe utakavyoanza. Hiyo ni he ya kwanza, nadhani nimeeleweka. He nyingine labda tunasema unaweka hima, au labda humu, au unaandika jahima, jahima. He nyingine inakuwa imeenda hivi, umeona, inakuwa hivi, imeenda hivi, lakini inakuwa ni ngumu kidogo kuandika kwa kawaida, lakini inakuwa hivi. Samahani ustazi, kwenye shahida kwenye shahida hiyo hapo kuna he, ndo nilikuwa nauliza, maana hiyo nyingine tayari ushaelekeza kwa chini, nimeona. Maana nilikuwa nimesahau kwenye shahida, somo linalofuata hapo juu. Shahida. Naam, hiyo hapo. Hii ni he tu kama he ile nyingine. Sema hii he ya namna hii inakuwa ni ya namna yake kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo anakuonyeshia tu hapo kuna aina mbalimbali za he, kwamba ukikutana nayo pia hii ni he. Shahida nayo pia nayo ni he. Kwa hiyo isikusumbue wasema hii ni aina gani. Kwa hiyo anaweza kaandika hii hapa, anaweza kaandika ile nyingine. Na alikuwa na uwezo kuandika ile nyingine, lakini hapa ametolea mfano huu ili uweze kujua kwamba hata hii pia ni aina nyingine ya he. Kwa maana hiyo kuna vitabu vinakuwa vimeandikwa hivyo kwenye au kuna vitabu hata kwenye Qur'ani, kwenye masafu unaweza kukutana na hiyo he, au kuna ile aina nyingine ya he. Nyingine swali. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Sijui kama ni observation yangu au labda ni kama ulivyotoa maelezo, lakini ukiangalia ile he ya kwanza ndio imejitokeza kwenye fata, alafu na hii kwenye kasra ndio imekuja he ya kushuka chini hivi. Sasa sijajua kama hiyo ndio inatofautisha au hata kwenye kasra unaweza kukuta ile he ya kwanza, lakini tulivyosoma kwenye fata unakuta ndo kuna ile he ambayo imebadilisha muundo wa juu chini, alafu kwenye kasra imeshuka kama inavyoonekana hapo. Niko najaribu kuangalia kama hiyo ndio inaweza ikawa ni tofauti au ndivyo kama ulivyotoa maelezo awali kwamba at any time inaweza ikawa na haya maumbo mawili, aidha ile ya kwanza au hii ya pili. Okay. Hiyo tu ni maumbo, ni aina ya maumbo. Kwa hiyo wanaweza kaandika hii hapa au wanaweza kaandika ile kule, au pia hata kwenye maandiko yako au maandishi yako unaweza kupata urahisi wa ipi ambayo unaimudu ili uweze kuiandika kwa moja au namna nyingine. Kwa hiyo unaweza kaandika hii hapa ya hivi, au unaweza kaandika hiyo ya hivi. Ni aina tu za he ambazo ziko. Na pia kuandika hivi pia ni wewe pia kuweza kufahamu hiyo ni aina gani ya herufi, na tunaweza kufahamu pia hiyo ni he. Lakini tutaona kwa mbele tunavyozidi kusoma, tutaona je, kwenye kasra inatokea he na hii pia, au hata pia kwenye fatha inaweza kuwa ni he ya namna hiyo. Lakini ninachofahamu hiyo ni aina he ambayo tunayo pia. Kwa utakapokutana nao pia katika usomaji wako, basi unaweza kujua hiyo ni he. Na swali lingine. Swali lingine.
Sijui dada amenielewa. Ndio ustazi, nimekuelewa. Asante. Basi mashaallah, kama umeelewa basi tutazidi kuangalia huko mbele pia hiyo he pia kama itaapia tena kwenye kasra, basi tutapata kufahamu kwamba ni aina gani ya he kwa wakati gani imeweza kutokea sehemu kama hiyo, inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala. Okay, pia tunazidi kusisitiziana katika utumaji wa sauti kule ili ziweze kurekebishwa. Lakini mashaallah watu wanajitahidi kadri Allah anavyowajalia. Pia kwa wababa pia nahimiza biidhnillahi taala, jitahidini muweze kutuma sauti ili wasaa ukipatikana ziweze kusikilizwa, mara baada ya hapo ziweze kuwekwa sawa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, leo okay, Juma Joseph, ya swali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidhani kama ilikuwa ni swali, lakini ilikuwa ni jana kwa kuna ombi la kitabu kitumu. Kwa kitabu kitumu. Okay, inshallah basi leo nitajitahidi kuweza kukituma inshallah. Dada yangu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa kweli nikupongeze tu leo katika muonekano, leo hapo muonekana vizuri. Hii kamera ya leo mzuri. Hongera. Mashaallah, shukran jazila, barakallahu fiki. Mwalimu, umehamia mjini? Umehamia mjini? Maana uliahidi kuhamia mjini. Nimehamia mjini. Inshallah tazidi kuonekana vizuri inshallah biidhnillah. Hongera sana. Okay, shukran. Shukran sana. Haya, darasa inshallah na kitabu nitatuma inshallah. Ali, na naona swali, kuna dada yangu anauliza huko, anasema amenifurahisha pia, nimecheka. Ustazi, naomba unieleweshe hii iliyokaa kama kinu, bado sijaelewa. Kuna herufi imekaa kama kinu, dada yangu naomba kuifahamu inshallah. Nimefurahi. Haya, Ali, swali. Naam. Okay, dada yangu anauliza kuna herufi imekaa kama kinu. Sasa sijajua herufi ipi. Nun au herufi ipi imekaa kama kinu? Sema kuna herufi kama imekaa kama kinu. Hebu naomba mnifahamishe, labda pengine na nyinyi mnaifahamu. Labda anaizungumzia nini ile lamu? Lamu. Lamu ile ambayo inakuwa yenye mkunjo wa chini. Maana nungu lamu alif. Lamu alif. Hebu tuione lamu alif. Hapa kwenye zoezi letu kwenye zoezi letu lamu alif ndio iko hapa. Hapa liahaba. Kwa ni lam. Hapa kuna lam moja lakini kuna alif. Lam iliungana na alif. Okay, inaandikwaje? Ngoja niwaonyeshe. Lam alif ikaja hivi. Kwa kuna lam
kaja alif. Umeona? Kulikuwa kuna lam hii hapa, alafu ikaja na alif. Ikaja lam alif kama inavyoonekana hapa. Ina maana kuna lam alafu ikaja alif. Kwa hiyo lam alif, lam alif. Kwa hiyo lam hawajamalizia. Umeona, hawajamalizia. Malizia ikaja ikakunja ikaja. Kwa hiyo inakuwa ni lam alif, lam alif, lam kasra li, alafu inakuja alif, hamza fatha li ha fatha li ba fatha ba li ba. Okay, nadhani itakuwa nimemjibu kama sijakosea. Ustadhi, itakuwa ya ya imekaa kama kinu, basi ni ya hapa. Okay, kuna ya, kuna nun, zote zimekaa katika mfumo wa hivi. Ustazi, hapo hapo kwenye lamu alif, kwa mfano kama ni sehemu unaweza ukakuta alifu ndo imeanza alafu lamu inafuata, yaani neno linaweza likawa kwa hivyo. Kuna sehemu inaweza ikawa iko imekuja alif alafu ikaja lam, lakini inategemea zikaungana au inategemea sasa hapo ni aina gani ya lam, ni lam alif au lam ya kawaida. Lakini kwenye kitabu chetu hichi sidhani kama tulikuwa tuna lam alif au tulikuwa tuna lam tu. Hichi kitabu chetu tukirejea tunaona tuna lam alif. Sisi tuna lam tu basi ambayo haijawekewa alif. Kwa katika mafunzo huko, katika nyongeza huko mbele ndio tunaanza kuna lam yenye alif ambayo imeungana na alif. Lakini huko mbele tutaona zaidi kama inaweza ikatangulia alif alafu ikaja lam, tutaona zaidi. Lakini kwenye matamshi, kwenye maneno inaweza ikawepo labda pengine. Okay, barakallahu fi. Okay, naomba inshallah tuishie hapo kwa leo, mpaka kesho tena Allah atakapojalia inshallah tuendeshe kipindi chetu. Shehe wangu sijamuona Shehe Yakubu. Yakubu vipi? Basi brother Yakubu, Leo umenitangulia kuuliza hilo swali, nataka kuuliza kwa ajili neno na kamati